Da, ni hali ya mtu kunyang'anywa, kuchukuliwa, kuibiwa ama kuondolewa kilicho kizuri. Laana ni kuchukuliwa, kunyang'anywa ama kuondolewa kile kilicho kizuri. Na ndio maana Biblia inasema baada ya tu ya Adamu na Hawa kufanya dhambi walipata laana, na baada ya kupokea laana wakaingia kwenye kifo. Hata kifo ni laana. Ndio maana Biblia inakiri kwamba tutafufuliwa, kwa sababu haijataka kuona kile kilichotokea kinabaki kutokea, kwa sababu hakikuwa fikra na mtazamo wa Mungu kwenye maisha ya mwanadamu. Unapokuwa umeingia chini ya wingu la laana, maana yake unaingia chini ya kupoteza, kuchukuliwa, kuondolewa ama kunyang'anywa. Mtu yeyote anayelaaniwa ni aliye nacho. Unalaaniwa kwa sababu umefanya tofauti na agizo ama agano. Laana haiji kwa sababu inatakiwa kuja tu. Laana inasababishwa. Na kila atakaye kutenda dhambi au atendaye dhambi amelazimishwa kutenda dhambi ili alaaniwe. Hakuna namna nyingine ya mtu yoyote anayefanya dhambi kukutana na kilicho baraka kwa sababu ya dhambi aliyoitenda, ila kila atendaye dhambi atavuna laana. Ndio maana Biblia inasema, nimeweka mambo mawili katika mlima au milima miwili mbele yenu, atakaye atatazama, iko baraka na laana. Atendaye mema atavuna baraka, na atendaye mabaya atavuna laana. Ukamilifu wa mwendo wa kile kinachohitajika katikati ya maisha ya mwanadamu ndicho kitakachokuongoza wewe kupokea neema na baraka za Bwana. Lakini kushindwa kuwa na ukamilifu katika yale ambayo umeagizwa ama umeamliwa kufanya kutakufanya uvune laana, hata kama una sababu za kufanya mabaya unayoyafanya. Kuna muda unaweza kuamua kufanya mabaya kwa sababu kuna mtu amesababisha ufanye mabaya. Lakini chukua hii kwamba mabaya unayoyafanya hayatamgharimu mtu mwingine, yatakugharimu wewe. Rejea kitabu cha Mwanzo kabisa, usikie namna Mungu anamtokea Adamu na kumuuliza, kwa nini umekula matunda ya mti huu? Adamu alijibu nini? Alijibu, ni mwanamke huyu uliyenipa ndio aliyeniletea matunda yale, nami nikayala. Mungu akasema, kwa kuwa umekula matunda ya mti huu, hakika kufa utakufa, lakini utakula kwa jasho, hautakula kama ulivyotegemea tena. Ninayageuza maisha, ninakupa tabu na mateso maishani mwako. Utaishi kwa tabu na mateso na kilio. Hautakula tena kama ulivyokula. Utatumia nguvu nyingi kupata chakula, maana maisha yako yameenda mbali. Alianza na Adamu, akamgeukia Hawa, akamwambia, kwa sababu umelichuma tunda na kula, utazaa kwa uchungu. Kuna wakati mwingine tunasema, kuna muda vitu hivi ni vitu vya kawaida. Unajua, kula kwa jasho ni daily, ni lazima ule, na ni muda wote. Na ni kweli kwamba kuzaa ni mpango tu. Kwa hiyo adhabu ya kuzaa ni ndogo kuliko adhabu ya kufanyaje, ya kula. Na ni ukweli kwamba aliyepokea adhabu kubwa ni Adamu, sio Hawa. Wakina mama sasa wanaweka vijiti ya wazai. Kwani wanazaa? Nyinyi mnazaa watoto wanaisha. Kuna wakati hamwezi mkazaa watoto wote wakaisha. Kuna wakati mnazaa kwa mipango. Kuna wakati watu wametumia madawa mengi, hawazai kwa uchungu, wanafanya operation. Shida iko wapi? Kwa hiyo mtoto haji kwa uchungu. Si kawaida. Maumivu na vitu vingine ni sawa, kwamba viko vyako mateso na huzuni mbalimbali zinatokea katikati ya maisha ya mwanadamu, ya mwanamke, lakini ni ya muda. Kula ni daily. Unajua kutafuta ni gharama, ni kazi. Unatafuta, unachokitafuta kinaenda. Tunapata watu hapa anapata mangaiko, mara pikipiki imeharibika, mara gari imeharibika, mara sio nini, unaishi. Na nyumbani bado anakuambia weka hela ya mkaa. Hawajali, hawaangalii kwamba kuna kitu gani kimepotea. Huwezi kumlazimisha, lazima afanye hivyo. Na ndio maana jukumu la habari ya kutafuta sana alipewa mwanaume, kwa sababu ni jukumu ambalo linahitaji mtu aliyetulia kiakili. Utafutaji sio kitu kidogo cha kufanya utafute tu. Ndio maana ukikutana na mwanamke anatafuta, inabidi awe mwehu. Kuna muda anachanganyikiwa, anapoteza heshima, anapoteza nidhamu. Akifika kuna muda hawezi kukuheshimu hata kama ni mume.
Sawa, kuna majibizano. Na angalia, wanawake 90% wenye mali hawana waume, kwa sababu hakuna mwanaume anaweza kukubali kwa chini ya mwanamke hata siku moja, kwa namna yoyote ile. Ukiona akakubali, basi ashatafuta, amechoka na yuko kimipango. Ndivyo ilivyo. Angalia, utaona mastaa wanaishi peke yao, wana hamna wanaume, lakini wanawatoa wapi? Kwa sababu hakuna mtu anaweza kutamani kuishi maisha ambayo tayari yatakuwa ni maisha ya bila amri, hayapo. Kwa hiyo ni ukweli kwamba kuna muda wakiingia kwenye jukumu la kutafuta kama ambavyo walipewa mwanaume, wanachanganikiwa, wanapoteza ladha. Kuna muda usiwasingizie au usiwaseme vibaya. Ni hali ya uvamizi wa kitu ambacho sio cha kwao. Ni sawa na mkute mwanaume anazaa, lazima nawe uchanganikiwe, kwa sababu kuzaa sio sehemu yako. Unaelewa? Tukubebeshe mimba ukazae, yaani ni kitu kigumu, haikuwezekani. Ukitoka pale umekuwa mwehu. Ndio maana unaona hata utafutaji wao unakuwa mgumu. Mwanamke yeyote ambaye ameingia kwenye jukumu kubwa la kutafuta, akiingia akazama kabisa, lazima kiburi kiote. Ni wachache sana wanawake wana nidhamu, ni wapole, wataratibu, watu wa Mungu, ni wapole, ni wachache sana. Hata wanaosali ni wachache. Huo ni ukweli kabisa, nisiseme uongo. Nataka nizungumzie laana, lakini ni kitu ambacho kinaweza kukupeleka wewe kufika sehemu ukajikuta unapoteza ladha. Ni kweli kwamba kuna muda unaweza ukajiona kama uko jela. Unaelewa? Yaani asubuhi mwanamke ameacha ile ya mkaa, maana ameacha ile ya sijui ya nini, ameacha sijui ile ya kununua mboga, sijui ameacha. Huyu lazima kuna muda awe mwehu. Na bado kuzaza yeye. Kuna vitu vinaingia katikati vinamfanya anapoteza ule uwezo halisi wa kile kitu ambacho tayari kipo. Kwa sababu kwa namna ya kawaida mtu ambaye anaweza kuwa na stress nyingi kuliko mtu wa kawaida ni mwanamke, kwa sababu anabeba vitu vingi kuliko namna ambavyo yuko mwenyewe. Ni kiumbe ambaye Mungu amemuumba kama mdogo, lakini ana nguvu sana kwa nafasi yake. Na ni ukweli kwamba kuna vitu vingi ambavyo vinatokea kwenye nafasi, lakini nini kinatokea? Turudi kwenye somo letu. Habari ya nafasi ya laana inakuchukua kwa sababu tu umekosea. Lakini usifikiri kwamba kosa halitakuja kwa nguvu ili ulitende. Namna ya matamanio ya makosa, kosa lote ambalo unalitenda ni kama lina ladha kwenye mfumo wa kawaida. Namna mwanadamu amewekewa vitu ambavyo anakwenda kuvifanya kwa ajili ya kukosea ni kama vina faida na wewe. Ukiangalia vizuri, dhambi ina matamanio, ina ishara fulani kama ya mema ndani, ina kitu kama cha baraka. Ukiangalia vizuri unaweza ukasema inakunufaisha ama inakutajirisha, lakini ni ukweli kwamba haikutajirishi, inakupunguzia. Ndio maana Biblia inasema kwenye Mwanzo huo, mti ule wa mema na mabaya ni mzuri kwa macho, unatamanisha. Ukiutazama unautamanisha. Na ni ukweli kwamba mfumo wa dhambi wote au mfumo mabaya ni mfumo wa matamanio. Wanadamu anaona ni kama kitu chema ambacho ni kama kinamvutia, kwamba shortcut nipite nikaibe, nikishaiba nitapata kile ambacho nakitaka, nitaendelea mbele. Kuna wakati unaamini zinaa inakwenda kukizi hitaji la mwili wako, hisia zako. Kwa kawaida ni kweli utaipokea kwa nafasi ya kusema kama inakuburudisha, lakini inakuharibia. Ndio wale wengine waliingia katika zinaa, wakajua wanapunguza hisia za mwili, wakapata ukimwi, mpaka leo wanalia. Wengine wamepata magonjwa makubwa ya kutisha, kwa sababu mwanadamu anaishi na vifurushi vya mabaya na ni asiri. Tunapaka mafuta, tunapaka maperfume na vitu vingine kuondoa harufu yetu ya asiri. Lakini ukweli kwa 80% mpaka 90% mwanadamu kaoza, ana shida kwenye mwili wake. Kwa hiyo kuna muda unaweza ukakiangalia kile kilichopo, ukadhani unakwenda kuvuna kile unachoangalia. Kama Biblia inavyosema, inatamanisha kwa macho. Tunda linatamanisha. Ni mti mzuri kwa kuangalia, unavutia kwa macho. Na ni ukweli kwamba watu hupiga service kwenye uso kwa sababu uso ndio kitu pekee kinachomvutia mtu. Unaelewa? Mwanamke hawezi kutoka hajachana nywele, hajanunua wigi, hajafanya kitu kingine, hajaweka tusiji tukope vizuri na nini. Na mwanaume hivyo mpaka wanavaa bangili, wanaweka na heleni, wanavutia. Lakini si kwamba ni salama kama ambavyo amevivaa. Sio kwamba ana muonekano wa uzuri kama alivyo unavyomtazama. Ameoza tayari. Kwa hiyo kuna muda unaingia, unajikuta unaanza kujuta tena kupitia kile kilichopo. Kwa macho inatamanisha. Ukirudi kwenye mfumo wa laana, laana ni kunyang'anywa, ni kuibiwa, ni kuchukuliwa, ni kurudishwa nyuma. Mtu yeyote aliyelaaniwa hana amani. Huwezi kupata amani kwenye nyumba yako.
Kuna muda unatafuta kwa gharama, kale kadogo ulikotafuta wanakuibia, wanakunyang'anya. Wakati unawaza kupiga hatua, hakutakuwa na mtu mwenye akili kwenu wala kwenye familia yako. Hapatazaliwa mtu aliye na nguvu kwenye ukoo wako, wala hapataonekana mtu ambaye atakuja kuleta kitu kizuri kwenye maisha yako, kwa sababu atainuka mtu aliye mwema kwenu, mtamuua. Mtabaki wale wale mlivyo. Kuna kajitu kalipata kazi kwa bahati tu, kakaingia serikalini, mkaona kanatuchezea, mkakaua. Kwa hiyo tunabaki wale wale kwenye nafasi. Laana ni jambo ambalo lazima lichukue, hata kama kutaonekana kitu kizuri. Na halaaniwi mtu ambaye hana, analaaniwa mtu ambaye anacho. Kwa sababu maana ya laana ni kuchukuliwa, ni kurudishwa, ni kuondolewa, kuchukuliwa, kunyang'anywa. Sawa? Kuondolewa kile chema ulichokuwa nacho. Kuna muda unaweza ukapiga hatua lakini ukarudishwa chini. Na laana haikosi lawama. Kuna muda lazima utamnyoshia mtu mwingine sababu kwamba yeye ndio chanzo cha wewe kuishi maisha hayo. Laana ni kuteseka. Laana ni kuumia. Laana ni kuhangaika. Laana ni kuingia mahali pagumu. Laana na dhiki ni vitu viwili tofauti. Na ni kweli kwamba katikati yako kuna mambo mengi ambayo utayaona yaliyo tofauti na namna ilivyo. Hauhitaji vitu vingi sana ili ulaaniwe. Unahitaji kufanya dhambi tu ili ulaaniwe. Hauhitaji kuwa na vitu vingi sana kwenye maisha yako ili upokee laana. Unahitaji kuwa na vitu vichache tu ili ulaaniwe. Kwa sababu ni kweli kwamba laana haiji tu kwa kuwa inakuja. Inakuja kwa sababu imetengenezwa na imesababishwa. Na husababishwa na mambo ambayo ni kwa macho yametamanishwa, kama ambavyo tunazungumza. Sikiliza sana. Inawezekana somo hili likawa na kazi baada ya muda huu tu. Amen. Nilifundisha baadhi ya vitu fulani kwa watu. Nikamwambia unapotenda dhambi, kuna mambo mawili makubwa yanatokea kwa wakati huo huo uliotenda dhambi. Kila unachokiangalia wewe sio kile kilichochukuliwa, ni kingine kabisa kinachoondolewa kupitia dhambi unayoitenda. Wakati unarejea kwenye msamaha hautakusaidia wewe kurudisha ulichopoteza. Kwa wakati msamaha unakurudisha wewe kuwa na amani, lakini sio kurudisha ulichopoteza. Ndio maana Biblia inakiri ukweli kwamba baada ya Adamu kuachiliwa alifukuzwa, lakini alipewa mateso na huzuni, na vile havikuondolewa mpaka leo. Pamoja na habari ya Kristo kuja, bado tunakufa. Tumepewa ahadi ya kuishi milele, lakini sio sasa. Hivyo unanielewa vizuri? Katika dhambi unayoitenda, kuna mambo mawili makubwa yanatokea. Huzuni ya moyo wako itakutawala kwa sababu umetenda dhambi, lakini una jambo uliloliondoa kupitia dhambi uliyoitenda. Ndio maana kwa macho inatamanisha, ni kitu kinachovutia, kinachoonesha ishara, na dhambi haina kisingizio cha mtu mwingine. Aliyeitenda ndio muhusika. Haijalishi kwamba ni mtu alikusaidia au alikusukuma kuifanya dhambi. Ndio maana kibiblia tunasema kuna watu ambao hawako tayari kabisa kutenda dhambi hata kwa kuuawa. Kwa sababu anaamini sehemu ya dhambi haitawagharimu wale walazimisha kutenda dhambi, bali wao waliotenda watahusika katika dhambi walioitenda. Kila mmoja atavuna alichopanda. Unasikia nini moyoni mwako kuhusu habari ya nafasi ya somo la laana? Nataka nikufundishe. Laana inakunyima uhuru wa kuwa na hekima na busara. Laana haitakupa nguvu ya kufikiri. Hebu tuangalie. Kuna wakati tunaweza tukawa ni matajiri, lakini utajiri wetu hatutaula, kama anavyosema katika Isaya. Mkate mmoja utauliwa na watu 7, na katika kula kwenu hamtashiba. Maana mmelaaniwa ninyi. Hivi unanielewa vizuri? Mmelaaniwa ninyi. Laana ni kitu kibaya sana. Ndio maana ilimbidi Yesu aje. Yaani laana haikupi raha, inakupa huzuni, mahangaiko, shida, mateso. Inakufanya udharauliwe. Eti kuna muda Yesu alilaaniwa kwa ajili yetu. Akaanza kutukanwa, akasema vibaya, watu wako wanampiga mipini, wanamwambia tuambie, wewe ni mtu wa Mungu, tuambie eti nani kakupiga? Eti unaona inawezekana? Umebeba laana, yani hakuna anayekuheshimu. Hakuna anayekutazama, hakuna anayekupenda kwa wakati huo. Laana ni kuchukiwa pia. Kuna mazingira ambayo yatakuja kwenye maisha yako yatakunyima kila kitu. Ni kweli, nimeshuhudia vitu vingi. Unamwacha mtoto anaenda, anafika sehemu anamaliza kwa gharama kubwa. Anafika nyumbani anaajiliwa, anakaa serikalini mwezi mmoja kabla ya kupokea mshahara anakufa. Unaelewa? Ulifanya vitu vingi sana na aliyemuua unamjua. Maana vitu vingine ni kama tunasingiziana, lakini ni ukweli.
kwa sababu katika nafasi yako inawezekana ukaangalia kilichotokea kwa wakati huo, lakini pana chimbuko na sababu kwa nini hayo mambo yanatokea. Kila unapofika sehemu watu wako wanapiga hatua, lakini kila unapofika wakati wa kutamani au kuingia kwenye mafanikio wanarudi chini. Wamekuwa na hasira na watu wengine na wanaichukia dunia kwa sababu wanaamini ni moja ya kitu ambacho kinasababisha wao waishi maisha ambayo sio wenyewe. Lakini ukweli ni laana. Kwa pana jambo ambalo limesababishwa tu limetokea likaleta tabu nyingine kwenye mfumo wako na kukufanya uishi maisha ambayo sio wenyewe kwa nafasi yako. Unanielewa? Laana sio kwa habari ya nafasi ya mtu mmoja tu. Laana ni kwa nchi pia, ni kwa dunia pia. Dunia inaweza kuathirika, nchi inaweza kuathirika pia. Na ndio maana tunaweza tukasema huu ni ukweli kwamba Mungu alituweka kwenye bara la Afrika, bara lenye utajiri mkubwa kuliko bara lolote ulimwenguni. Lakini watu wake ni maskini kuliko watu wote wa nchi yoyote duniani. Sio kwa sababu tuna namna tu fulani, tuna laana pia. Na hatuna mtu wa kumlaumu katika hili. Na kuna muda ni kweli tunaweza tukanyosha kidole kwamba fulani anahusika, lakini nikwambie ukweli ni laana. Laana haitakupa kufanikiwa. Atainuka mtu ambaye unadhani atakupigisha hatua, kabla hajapiga hatua atakufa. Utarudi pale pale. Utaolewa na mtu ambaye unaamini ni professional, ni bingwa kwenye mawazo, ni mtu ambaye anaweza kupigisha hatua, kabla hajakupa chochote atakufa. Unanielewa vizuri eh? Akishaondolewa unarudi kuishi maisha yale yale. Maana una laana. Laana haikupi muda wa kupumzika. Laana haikupi heshima. Laana haikupi upendo. Laana inakupa chuki na uadui. Laana inakupa kisasi. Laana haikupi msamaha. Laana haikupi huruma. Inakupa shida ndani yake. Kanisa nisikilize. Mimi sisemi tu kwa sababu nataka kusema. Mungu ameniambia kuchanganulia vizuri kwa sababu kuna kitu utaelewa katika hili. Na inawezekana ikakusaidia. Usimuunge mkono mtu yeyote ambaye anakusaidia kutenda dhambi. Kwa sababu ukitenda dhambi umetenda wewe, sio yeye tena. Kuna muda mtu anaweza akaja akawa kampani ya wewe kufanya uharibifu kwa mawazo ama fikra ama matendo. Usimuunge mkono kwa sababu na wewe utakuwa umeshiriki na wewe utalaaniwa. Kuna uwezekano laana yako ikawa kubwa kuliko hata yeye aliyekusaidia, kama ambavyo ilikuwa kwa Adamu. Yeye alipelekewa tunda tu wala hakulichuma, lakini adhabu yake ikawa kubwa kuliko yule aliyelichuma. Formula yoyote ya maisha ni kuangalia gharama ya kile ulichokiangalia. Tulisema Daudi alifanya dhambi mara moja, akigeuka nyuma anakuja kugundua watu wake wamekufa wengi aliowapenda kuliko namna ilivyo. Pakatokea mafarakano kwenye familia yake. Pakatokea uadui. Unafahamu eh? Unakumbuka kisa cha Amnoni na Tamari aliyembaka dada yake? Ni familia moja. Daudi alikimbia, ni kitu kimoja tu. Wakati unafikiri kurudi kwenye msamaha, kuna jambo limeondolewa katikati yako. Na ni kweli kwamba tuna nguvu ya kuomba msamaha kuliko kurudisha tulivyovipoteza. Shida sio kusimama kwenye msamaha. Ni kweli utasamehewa, lakini una uwezo wa kurudisha ulivyovipoteza kupitia dhambi uliyofanya. Maana time unaingia kwenye dhambi ndio time adui anakukusanya kila kitu na hapana ulinzi tena kwenye nafasi yako. Kwa atakimbia navyo kwa umbali mrefu, kabla wewe haujaomba msamaha utamkimbiza uirudishe. Shida iko hapo kwenye kumkimbiza na kurudisha. Kwa sababu yeye hachoki. Kuna muda inawezekana fikra zako na mtazamo wako ukawa tofauti na vile unavyofikiri. Kuna muda roho yako inashindwa kusamehe, inawezekana pia una laana. Kila ukifikiri kusamehe unashindwa. Hii sio hali ya kawaida ya kibinadamu. Kuna shida katikati ya nafasi ya mfumo wako wa kawaida. Kuna namna inaingia ndani yako inakufanya unakuwa tofauti. Lakini inawezekana unakuwa na mdomo huwezi kunyamaza, yani mpaka waseme watu ndio jisikie vibaya. Inawezekana pia una laana. Kuna tatizo kwenye mfumo wa kawaida wa kwako na namna unavyoishi. Kuna shida kwenye mfumo wa kawaida unavyoishi. Kuna jambo linakuchukua. Kila unapotamani kuwa na maisha ya amani, unashangaa tu umeharibu. Yaani unaweza ukajikuta unatembea na mtu mzuri kabisa kibinadamu, umeharibu pale pale. Huwezi kuwa na amani na watu. Ukiingia sehemu, mtu wa laana akiingia sehemu, ile sehemu hata kama ilikuwa na baraka, inakufa kwanza kwa muda. Labda wale watu wawe na nguvu. Akiingia mtu wa baraka malangoni mwako, unabarikiwa kama ilivyo. Akiingia mtu wa laana ndani ya nyumba yako, kama hauko vizuri na Mungu, unalaaniwa hata kama hauna nguvu. Yaani kuna jinsi inawezekana ikatembea kwenye mfumo wako. Mtu anaweza hakaja tu akakuingizia jambo. Unajua jambo lolote baya lazima lifungue kwanza mlango. Unaelewa? Hivi unamuelewaje fulani? Mnaanzia hapo. Unajua yule ni mbea na nini na nini. Kama nyinyi sio wa mbea, na nyinyi ni wa mbea hapo hapo.
Mlango ukishafunguka, adui anapata chance ya kufanya kile anachotaka kufanya. Kuanzia wakati wa amani yenu inakufa. Wakati mwingine mnapoteza maisha mazuri, furaha na upendo. Mnaishi kama mmeoana tu, lakini hamna amani wala furaha. Lakini inawezekana ikawa hii sio shida kwenu, ila mna magonjwa ya kutisha ambayo huwa hayawezi kupata tabu wala kupata dawa wala kupata tiba. Kila mnapoingia kwenye hali fulani, matatizo kwenu yaishi. Ni kweli mna pesa, lakini hamnaga amani kabisa kwa habari ya magonjwa. Mna magonjwa makubwa. Unajua makubwa ambayo tiba yake imekuwa ngumu kuipata kwa kawaida. Watu wanarisi shida na mateso kwa sababu walirisi laana pia. Laana inaweza kutembea na wewe kizazi cha kwanza mpaka cha 10, sio cha 4 tu. Ikaishi na wale ambao hawakujua kama wako. Kila atakayezaliwa kwenye familia yako, kama nilivyosema, ole, maana kwako hapa atazaliwa mtu atakayeishi miaka mingi, na akiishi ataishi kwa mateso na shida. Hapatatokea mzee kwenu mwenye umri mrefu, wala hapatatokea washauri wema. Kwani patazaliwa wenye kufa tu na kuhangaika, na kabla hajaishi atakufa. Mazingira ya laana ni tukio ambalo linaweza likasababishwa. Kama hapana mtu ambaye atakuja kulifanya, lazima atafosiwa mtu kuja kutenda. Ndio pale katoto kako kalikuwa anavuka tu barabara, kamegongwa, kamekufa. Mnapoona wanasema kamegongwa makusudi, aliyemgonga amefanya makusudi. Ni kweli. Kwa hiyo unatafutiwa sababu ya kuwalaumu watu wengine kupitia maisha unayoishi. Lakini inawezekana tumbo lako liko tasa, usizae kabisa kama ilivyokuwa katikati ya nafasi ya Milka. Shida zipo. Mtu anapolaaniwa anaondolewa kilichochema. Kulaaniwa ni kunyang'anywa, kuondolewa, kuchukuliwa. Kulaaniwa ni kuteseka, ni kuishi maisha yasiyo na amani wala furaha hata kwa dakika moja. Ni kweli kwamba laana husababishwa na kitu. Ndio maana tulia. Kuna muda usio na hasira kwa sababu umefanyiwa baya. Tulia kwanza. Kwa sababu ukifanya baya kwa mabaya uliotendewa, nawe ni mbaya tu. Ndio maana tunatakiwa tutumie nguvu. Yaani sio rahisi kufanya wema kama unavyodhani. Sio rahisi. Sio rahisi kuwa mtakatifu. Sio rahisi kuwa mtu mkamilifu. Sio rahisi. Usizani kwamba watu watakuangalia tu wewe mwema. Usizani. Kuna watakao kupiga vita katika mazuri yale yale unayoyafanya. Kuna watu watageuka kile chema ulichokifanya kwa sindano yako mwenyewe. Mazuri uliyofanya atakuwa uadui wako kwa siku, lakini usije kugeuka nyuma. Ukaacha kutenda unatokea kutenda, ukatenda yale ambayo sio ya kwako, umefanya kosa. Kwa sababu anayekulazimisha anashindana na wewe katika hali anayojua ni ukamili. Yeye yuko kamili, yuko full dhambi, yuko full ubaya, na wewe uko full ushindi. Kwa hiyo pale mnashindana. Ndio maana unashangaa kumuona mtu aliyetoa sadaka njema ikapigwa vita na watu wengine ananungunika. Na wewe umeichafua sadaka yako kwa manunguniko. Kwa sababu hiyo sio asili yako wewe. Wewe ni mwimbaji huko hapa kwa ajili ya kuimba. Kuna mtu amesema hauna sauti, unatupotezea muda, ukaacha na unakuwa kama yeye, ni mtenda dhambi tu. Utakiwa kugeuka kwa sababu humwimbii mtu, unamwimbia Mungu. Kwani yeye ndiye alikuajili? Yeye ndiye anakufanya uimbe ni sauti libaya. Yeye ndiye anasikiliza. Aliyekupa nafasi ni Mungu. Songa mbele, mema unayatenda utalipwa na Mungu. Kuna muda mwingine mwanadamu hawezi kuangalia kile kilicho cha kwako. Na lazima wabili tuko pande mbili, lazima. Walioshindana na Yesu hawakuwa tu wale wa duniani, hata waliokuwa pamoja na yeye walishindana naye. Na vita haikuanzia kwa wale wasio wa kwake, waliomuuza ni watu wake. Unaelewa? Unapata shida kuona mke wako amekusaliti. Unapata shida kuona mume wako amekusaliti. Unapata shida kuona kwamba amemwaga unga, ngoja nikamwage mboga. Lakini inakusaidia nini katika lile ambalo unalitenda? Sawa, kuna muda mume wako alichoropoka akaingia akatembea na mtu. Ukajua kabisa ukasema yes ametembea na moja, mimi natembea na wawili. Ukatembea na wawili, wakati unarudi umeathirika. Sio umemwaga mboga, sio mboga tu, umemwaga na ugali. Na mambo yote yameharibika. Ukijua hasara ama ulikuwa unamkomoa, kumbe unajiharibia mwenyewe. Dhambi haina urafiki. Dhambi ni laana. Unapoingia katikati ya chini ya laana, maana yake hautakuwa na furaha kwenye maisha yako. Nimesema, ni kweli, utamkuta mwanamke mzuri aliolewa na mtu ambaye anajua kabisa atampigisha hatua, baada ya muda yule mtu anakufa. Hataendelea tena. Unarudi kuishi maisha ya kimaskini, ya kifukara, maisha magumu ambayo huwezi hata mkate mmoja kuupata kwa siku. Unajua kwa muda unaweza ukajiamini, yale tunayotenda, haya mambo yote tunayoyatenda haya yanahesabika. Amina. Biblia inatuambia kwenye kitabu cha Mwanzo 6 habari ya nafasi ya watu waliokuja, mastaa. Watu ambao wamebeba majina ambao hawana roho kabisa ya Mungu ndani.
wanaoifundisha dunia na kuelekeza dunia kufanya dhambi, sio mema. Sijui ni star, sijui. Lakini mimi nitasema kile ambacho nasikia kusema leo, katikati nafasi ya kile ambacho Mungu ananishauri kusema na wewe. Unanielewa vizuri? Na ndio maana tunasema, ukisoma vizuri, wale walielekezwa tu. Kwa hiyo dunia inataka iishi kama wanavyoishi wao. Tusiketi tu hapa. Sawa? Yuko mbele ya yani ni yuko kabisa mbele ya kamera kabisa, kavaa kichupi tu na kisindilia. Na ni kweli kuna mtu hapa na akili zake timamu naye anataka vivyo hivyo. Kwa sababu anajua ule ni ustaa. Anafikiri labda ustaa sio ni cheo, sio ni kitu gani. Kumbe kuna muda mwingine ustaa ni ujinga. Unanielewa vizuri eh? Wakati mwingine ustaa ni wehu, ni ukichaa. Sio wema. Huwezi kupita mbele za watu kwa nafasi ya namna hii. Lakini ni nini ambacho kinakuangalia ndani? Kwa nafasi ya kawaida, hata wewe unataka kuwa star. Kwa hiyo unaamini na wewe ukivaa vile umekuwa star. Wakati hata mlo wa siku moja huna. Kuna mtu anaangalia matumizi ya fedha. Kuna mtu anatumia milioni kwa siku na yeye amepata laki, anatumia kama star. Naelewa? Muda mwingine wewe nguo mbili zinakutosha, 4 za nini? Chukua 2 tu. Na wewe unataka wewe na kubadili asubuhi, mchana, jioni, wakati unaona uwezo wako hauko hapo. Kwa sababu tu kuna mtu umemwiga. Unaingia kwenye maduka ya vipodozi, unakutana na perfume unaweza 550. Ndio umepewa kwenda kununua batu, unanunua perfume. Yaani kuna laana ambayo inakutafuna ndani, inakufanya uishi maisha ambayo hayako sawa. Sikufichi, hiki ni kitu ambacho kiko. Laana haibagui heshima. Hiyo ndio sifa ya laana. Laana haiangalii cheo, uwezo na nguvu ulionayo. Utanyang'anywa tu. Ni watoto wa waheshimiwa wakubwa wanateseka. Ni waheshimiwa wakubwa, kuna muda akilala anashindwa kupumua, lazima amwekee vifaa maalum apumue. Si mateso haya? Unanielewa eh? Lakini wengine wana magonjwa makubwa. Kila baada ya muda lazima aende nje kwanza kufanywa matibabu ama tiba. Ni tatizo lile. Unanielewa vizuri? Kuna wengine mpaka wanyonyo wanakaa kwenye hewa iliyopimwa. Hivi unafikiri ni furaha eh? Kuna mambo ambayo yanaingia lakini yana chanzo. Yamesababishwa. Yana kitu ambacho kimefanyika. Inawezekana mahali uliko uliua mtu ndio ukakaa pale. Umelaaniwa wewe. Damu ya mtu sio kitu kidogo kwenye maisha ya kawaida. Hata kama akikukosea, usimuue, mwache aende. Ndio maana unaona Yesu hakusema maneno mabaya kwa sababu alijijua yeye ni wa upande gani. Wewe unajijua ni wa upande gani? Kuna muda alifanyiwa mambo ambayo alifanyiwa, lakini alijijua yeye ni wa upande gani. Yaani mtu mwema habadilishwi na mabaya, anabaki kuwa mwema tu. Kwamba Baba uwasamehe maana hawajui wanalolitenda. Na wamesema hatia na dhambi yako na laana yako iwe juu yetu. Akasema no. Sisi tunasemaje? Sema jitamkia na iwe kama ulivyo sema. Kwa nini nakukopesha? Huku nina hasira. Eti na iwe kama ulivyojitamkia. Kwa nini nakukopesha? Na ni kweli kwamba kuna muda mtu atatoa shuhuda. Yule jamaa alikuja siku 2, unajua baada ya siku 2 akajikuta macho yote yametoka. Yametoka. Unajua Bwana sio mtu wa mchezo. Ni roho moja unafurahia mwenzako kupata shida. Ushawahi kuona eh? Yaani alinigusa. Bwana anasema usimguse mtu wake atakupiga. Nilikuwa mimi nimeona Bwana akimpiga. Lakini inakusaidia nini? Maana bado haikupi nafasi ya kile kicho kizuri. Mtu mwema hashangilii uovu, hashangilii. Akisikia kuna mabaya anaumia rohoni. Hata kama watatendewa watu, atasema tu. Ibrahim alisema mji ule inawezekana una watu wema, usiuangamize. Ijapokuwa anajua kabisa Sodoma na Gomora ni mji ambao hauna haki. Na naye anatembea, alienda kumkomboa ndugu yake kwa wenyeji wa Sodoma na Gomora baada ya kumteka. Anajua mziki wenye huko kule. Lakini Mungu anasema anakwenda kuangamiza, anasikia roho ya huruma ndani. Anasema tena ndio watu wa zamani, jino kwa jino, sio leo. Leo mmekatazwa kabisa, hutakiwi kufanya jino kwa jino. Zamani ilikuwa jino, lakini yule aliambiwa jino kwa jino, alisikia huruma. Mtu wa Mungu ni mtu wa Mungu tu. Habadilishwi na kile kinachotokea. Ndio maana kwa haki aliyokuwa ameivaa Yesu, kwa haki aliomba rehema. Wewe ni wa upande gani? Tutoto tunapotezana muda. Tuseme tu ukweli. Wewe ni wa upande gani? Sema, mimi ukinitibua natibuka kweli. Mimi unanijua. Kabisa na Mungu ananijua. Ndio maana tunakuhubiria ili uiache hiyo hali, uwe mtu mwingine. Ukibadilika kutoka kwenye hiyo form, maana utakuwa mtu mwingine. Huu ni wakati wa kufikiri tu kwa kawaida, lakini sio rahisi kutenda mema. Usizani ni kitu rahisi tu kwamba jamani wokovu.
Kuna watu wako humu wanakusubiri kwenye 18, utabadilika tu. Sema kwa kweli mimi nimebadilika. Yaani nimebadilika kabisa. Na nakubali kubadilika. Kwa sababu kuna muda alikupita bila kukusalimia. Unanielewa? Ukasema, "Yes, alinipita kwa mbali. Mimi nampita karibu na nisikia anafanya hii." Ndio nimeshamwandalia makombola mawili matatu. Nikimpiga nani hata kuja kunisemesha tena. Lakini inakusaidia nini mtu wa Mungu? Eti wewe ni mtu wa Mungu kweli? Mungu akija anakuchukua. Siku malaika atakupita kwa bahati mbaya, utapiga makombola ya hivi. Unaenda wapi? Unataka tu mambo ambayo unayataka wewe kuwa yale unayoyataka. Lakini ni ukweli kwamba ufahari wa maisha ya mwanadamu unabadilishwa. Na lazima ujue kwamba kuna kitu ambacho kwenye akili ya kawaida hakipo. Lazima ufikiri kutengeneza jambo ambalo litakuwa ni zuri kwenye mfumo wako. Unaona nini ndani yako? Unasikia nini? Kuna mtu amefanya mashambulizi, amejipanga kushindana na wewe. Na amevaa silaha zote za ubaya kuhakikisha anashindana na wewe. Atashindana tu. Unajileta unakaa wote kale eti jamani, namshukuru Mungu amenipa huruma. Kuna watu wamepimwa kupima kwenye huruma. Na wamevaa silaha zote za mabaya kuhakikisha wanakupima kwenye huruma. Kanisa, unaelewa? Laana ukifanya tu unavuna. Yaani hakuna mtu anapanda mbegu inaenda. Ukipanda tu inaota. Alafu mbegu za ulimwengu wa roho na zichelewe, sio ati siku 3. Ukipanda tu inaota muda huo huo. Haina shida. Unasubiri tu kuvuna. Mavuno ya nafasi yako yatakufanya wewe kuingia kwenye mfumo ambao wakati mwingine huwezi kuamini. Ndio maana tunasema tunahitaji nafasi ya neema ya Mungu kupiga hatua kutoka hapa tulipo. Neema ya Mungu sio kitu kidogo ambacho unakifikiri tu kwamba kinaweza kutokea. Lakini unaamua nini katika lile ambalo unalitazama? Umeamua kuwa mtu wa nani? Umeamua kuwa mtu wa nani? Umeamua kuwa mtu wa Mungu ama umeamua kuwa mtu wa shetani? Kwa sababu kila mmoja kwa nafasi yake inawezekana anazo sababu za kufanya mabaya anayoyafanya. Kuna mwingine alisababishiwa kufanya ubaya anayofanya, hata leo amepoteza kabisa roho ya huruma. Naelewa? Mungu atanilipia tu. Ni kweli. Lakini unasikia nini? Unasikia nini? Ndani yako kuna mtu mmoja alikuwa anasema kwamba sitaki kuona mtu akihukumiwa kwa ajili ya maisha yangu. Wafanye watu wote wanaonikosea kuwa na msamaha hata kama sijasema. Sitaki kuona hatia kwenye maisha ya mtu, wala sitaki kuona dhambi. Na naomba Mungu niandae katika hili niweze kustahimili. Haya maombi usiombe wewe. Kwa sababu ukiasikia ni mepesi, lakini yamebeba ujumbe mzito ndani. Kwamba uwasamee hata kama sijasema mimi. Uwasamee. Kwa sababu naamini nataka kujipanga. Ila aliomba tu nisaidie kustahimili. Ni ngumu. Tunakosewa katika makosa ambayo mengine unaona kabisa ni makusudi. Huyu kafanya makusudi kabisa. Unaelewa? Yaani huyu sio kwamba eti haelewi. Hii ni makusudi. Sasa kwa sababu ni makusudi, ngoja nimuonyeshe kwamba na mimi sio makusudi. Na nisikia na mimi nafanya hii. Si ndio makanisa tunavyoishi au? Yaani ndio hali ambayo tunakutana nayo kwenye mfumo wa kawaida. Na unasikia kabisa moyoni mwako umechemka. Unasikia kabisa mchemko kama vile haja hata leo. Unaelewa? Kuna muda unajipanga mpaka unahisi anachelewa, yaani unataka umlipize. Unahisi kabisa anachelewa. Mbona akatishi? Ije amehama Na ukimwona sema yule pale nijiandaa ole wako akatishe. Akikatisha Mungu wangu bahati yangu imeenda. Kuna mazingira mabaya ambayo yanatokea kupitia maisha tunayoishi. Laana inakula mwanadamu. Laana ni shida, laana ni mateso, laana ni huzuni, laana ni kuchukuliwa, ni kuondolewa, ni kunyang'anywa. Utatofautisha. Nitakufundisha Mungu akinipa neema vizuri mchana dhiki. Dhiki na laana ni vitu viwili tofauti. Dhiki ina mwisho, laana haina mwisho. Ndio maana Biblia imeandika duniani tunao dhiki. Sasa hii itakuwa ya mchana, tutapata nafasi. Tuna nafasi ya kujifunza juu habari ya nafasi ya Pasaka. Kuna mambo mengi ya kufanya ili uelewe vizuri. Lakini kumbuka, kuna muda hasira yako itakupelekea kuvuna laana ambayo hutaweza kuiondoa. Tena ni hasira ya dakika chache. Ndio maana kuna muda wa kuangalia tu kwa nini umefanyiwa hili. Yawezekana aliyekufanyia hajajua kwa nini pia akakufanyia. Lakini ukifanyiwa wewe ni kama umewekwa kwenye mtego. Wewe ndio unayevutwa.
Unanielewa vizuri eh? Yaani hata sisi wategaji, wawindaji tupo ukitega haujitegi wewe, unatega kitu, si ndivyo? Unaweka na viashiria vya mtego ili kinachokuja kinase. Kuna mtu anaweza akatamani tu kukukasirisha. Lengo ni wewe ukasirike. Wewe ndio mawindo. Wewe ndio umekaa kwenye sahani ya mapishi ya ubaya. Ili ubaki kuwa mtu yule yule mwema, mwenye asili ya namna tofauti, ni lazima usitende kama anavyotaka yeye. Mnaweza? Mtihani huu upo. Eti Yesu akija anabeba mtu. Tujiangalie, sema, kwa mimi binafsi siendi. Na wewe? Yaani watu unajisemea moyoni, kwa mimi kulingana na hali ninayoiona na haya hasira. Hata kama kiniambia mwanangu tunaniambia tunaenda baba, mimi kwa kweli kwenye hiyo ulioandaa mimi simu. Naelewa? Mwingine ana maneno ya chini chini. Sawa, ya chini chini tu, umejaliwa kwa maneno ya chini chini. Yaani sio mwongeaji sana. Kila watu wakipapasa kama hawakuoni, lakini unaelewa ya chini chini, madogo madogo. Tena utoagi sauti kidogo kidogo. Ushawahi kusikia mama anakutuma afu unaongea mwenyewe rohoni? Mama anakutuma sasa umechoka hapo, au baba anakutuma sasa unaona kabisa imefika hatua, umefika mwisho. Ushawahi kutumwa Unaamua kuongea rohoni. Anakuambia kaniletee mwiko, siendi. Alafu unanyenyuka. Sasa unasemaje? Ila ulishasema rohoni kwamba siendi. Au unamsema tu vibaya. Ili mama jamani. Lakini hasikii. Yaani kuna yale maneno ya chini chini. Sawa. Ambaye hata yeye inabidi afanye kazi ya ziada kuelewa umesema nini. Kuna watu wa namna hiyo wapo, wana chini chini ile. Yaani hana mambo mengi lakini ni wa chini chini. Ulizaliwa kuwa mtu pekee kwenye nafasi yako. Kila anayekuja kwako atakuacha. Usijifunze kuishi sawa sawa na mtu mwingine, kwa sababu maisha ya mtu mwingine sio maisha yako. Ni lazima ujifunze kuishi mwenyewe, hata kama ulionao hawako pamoja na wewe. Kuna muda unatumia nguvu nyingi kuhakikisha unakuwa kama wewe, lakini hawataki kuwa pamoja nawe. Usiwalazimishe na usiwakasirikie. Ishi maisha ambayo Mungu amekupangia kuishi, inatosha. Unaelewa? Usitake kuiga ubaya. Ubaya huwa hauigwi, iga mema. Tembea kwenye mazuri tu na Mungu atakubariki. Lakini ukikaa kwenye mstari ambao ni nje na makusudio, haiwezekani hata kama unahisi uliumbwa hivyo. Kuna muda wa kupambana na hali ambayo unajua ni kiini cha udhaifu wako. Chanzo cha udhaifu wako, kwamba mimi huwa nikikasirishwa tu, huwa siwezi kusimama, siwezi kuvumilia, huwa lazima nilipe. Sasa anza kupambana na hiyo hali ikuache. Mimi ukimwaga mboga kaka, hata kama ni mkubwa lazima nimwage maji. Sasa anza kujifunza kustahimili, kupambana na hiyo hali iliyo ndani yako. Kwa sababu inakupeleka kubaya, sio kwema. Ni mlango ambao adui amekuwa akiutumia mara nyingi ili ulaaniwe. Na umekuwa ukivuna laana kwa sababu ya jambo hili. Walilaaniwa. Wakaishi miaka 900 wakafa. Wakaishi miaka 700 wakafa. Leo tuna miaka 70, hata 100 haifiki, tunakufa. Na nafikiri mpaka 2030 40 tutakuwa na miaka 40 tunakufa. Maana ukiangalia uharibifu na uovu unaotendeka sasa duniani ni mkubwa kuliko unavyodhani. Na ni ukweli, vyanzo ni vile vile. Watu ni wale wale. Akili ni zile zile. Kwenye nyaswa hujaanza wewe. Pita kushoto, nipite kulia twende. Lakini maisha ni lazima yaendelee kwenye kila mtu. Tumboni unakaa mmoja, hata mkiwa mapacha, mfahamiane kama ni mapacha. Si ndio tunawaita kulwa na doto. Nyie hamkujuaga. Tumboni hatujuani. Kila mmoja anazaliwa kwa zamu yake. Ukijua unazaliwa kwa zamu yako, lazima ujue kila anayekuja na wewe hayuko kama wewe. Wewe ni wewe pekee. Na ni Mungu amekuumba ukiwa wa pekee kwa nafasi yako. Unanielewa? Nilikusimulia kisa. Kuna mtu alipata nafasi. Yaani laana ni kitu ambacho kinatafuna vilivyo vizuri, lazima kiondolewe. Umekuwa kwenye nafasi ya vitu vizuri, kinaondolewa. Kamekuwa katoto, kamepata bahati, kameendelea, kamepata kazi, kameanza kufanya vizuri. Hapa na paka amemjengea mama nyumba, ni mama tu. Mume wake ishafariki zamani. Amefika sehemu anaenda, yule mtoto amepata nafasi, mjomba wake akasikia hasira, akaenda kwa mganga, akamuua yule kijana. Ambaye ndiye alikuwa ameanza kumsaidia mama yake, amemjengea kanyumba kabati hata akajaisha vizuri. Akamuua tukose yote. Laana. Na yule kijana aliacha mtoto huyo kama ambavyo mama yake aliachwa. Mama yake aliachwa, yani mume wake alikufa akiwa yule mtoto bado ni mdogo. Akafa. Amemlea yule mtoto kwa shida mpaka amekuja kupata kazi. Na wajomba zake hivyo.
Amefika naye amepata tu, ameshapata mchumba wake, amemuoa na nini na nini, amezaa mtoto wa kwanza tu, ndio hiyo ajira na nini na nini, akafa. Amemwacha mtoto mchanga na yeye. Kisasi na laana inaendelea. Mfumo wa nafasi ya maisha ya uharibifu hayatakupa raha. Dhambi ama laana haitakupa raha. Dhambi inasababisha laana. Laana inaingia katikati, inakufanya kuishi maisha hayo ambayo yanatakiwa yaishi. Unanielewa vizuri? Ndio maana una pesa lakini huna amani. Unaelewa? Pesa kwako sio shida, wewe utafutaji, ukipiga hesabu tu hela zimekuja, ila hauna amani. Watoto wote uliozaa na wewe mwanamke sio wako. Unawalisha wewe. Siku umejua kesi imekuwa kubwa, unaingia, unaanguka, unauawa. Mazingira yanakuwa ni magumu kwa nafasi yako. Ni kweli kwamba umepata mchumba mzuri, kabla hajakuoa amekuacha. Yaani nyinyi ni wa kuachwa kwenye familia. Mnazaaga na kila mwanaume unazaa naye, unazaa na yule. Unafikiri eti kuwa single mama ni kitu chema? Kwa mwanamke pekee mwenye watoto anaelea bila baba. Nilisema juma ngapi ile, Jumapili kama ulinifuatilia. Mungu alitufanya tuzae. Hakuna mwanadamu anazaliwa peke yake. Yaani lazima muungane. Wewe uungane na mke wako ndio mzae. Na mnachokizaa lazima mkitunze mkiwa hao. Mtu yoyote anayetunzwa, ili kataa ukubali, na mtu mmoja ana mapungufu ya kitu kimoja. Yaani ulizaliwa na baba na mama, baba akakutelekeza, ukakuwa na mama tu, una mapungufu ya baba kwenye maisha yako mpaka unakufa. Nao ni ukweli. Kwa hiyo mama hawezi kulea peke yake, wala baba hawezi kulea peke yake. Aliyelea watoto yake yeye kama baba peke yake, bila mama, watoto watamisi tu uwepo wa mama, hata kama ni ujinga. Kuna kitu kimepungua, na ndio maana huwezi kuona mwanadamu amezaa mwenyewe. Ilikuwa ni kwa Yesu tu, uwezo wa roho. Baba yake ni Mungu na wewe. Kwa hiyo haiwezekani kibinadamu mwanadamu kuchukua mimba peke yake, haiwezekani. Lazima tukubali nao, na makubaliano tu lazima yawe ya amani ili tulete. Si sawa? Unajua nakupenda. Unajua nikikuangalia wewe na kwenye glass. Yaani lazima mkubali tena kwa amani. Amfanyi zinaa mkiwa mnagombana. Mnafanya kama mnapatana. Mwisho wa siku inaingia mimba, anaingia mtu. Kanaingia kakiwa kadogo, kanataka kaanze kupata malezi ya baba. Mara baba kashika tumbo la mama. Wewe unanisikia humo? Ole wako wewe mkorofi kama mama yako. Unasikia? Kana cheka. Sasa mama amebeba mimba yuko peke yake. Sawa, ana stress. Mtoto anakuwa na ana stress kama mama. Kama zaliwa kama kajika kama akashtuki. Katoto kanakwenda tu. Kama kuja mzee kama peke yake. Hata ukikalisha biskuti, hata ukapa kila kitu, bado kuna mapungufu. Bado kuna shida, kuna kitu mtu lazima atamisi. Lazima, ni hali ya kawaida. Na ndio maana siku moja nilikuwa na washauri watu fulani, nikamwambia kama mmeamua kukaa pamoja, sawa, ikamkapata bahati Mungu akawajalia kupata watoto, hata kama mpendani muishi, ili muhakikishe wale mliowaleta wanakuwa katika mazingira ambayo hawatakuja kujutia baadaye. Kwa sababu hii inawezekana pia kwa nafasi yenu ikawa kawaida, ila ni laana pia. Ni tatizo. Kwa sababu laana inaingia kupitia dhambi. Hii ni dhambi. Kumwacha mwenzako pia ni dhambi. Hata kama kanikosea, wewe ukosei. Kosa lake ni kubwa kuliko langu. Hujakosea wewe. Kwa hiyo kwenye maisha yako ni mkamilifu toka umeanza. Haujui msamaha ni dhambi. Unaelewa vizuri? Kuna kitu kinaingia katikati. Tunasema kuna vijana wanatamani kuoa, wanaangalia sura, wanaangalia tueleni, tu bangili. Kuna mtu amevaa anapiga vitu vikali, lakini ana matatizo kuliko vitu vikali anavyotembea navyo. Wewe ukitaka kujua muoe ndio utajua yukoje, au olewa naye ndio utajua huyu jamani jembe la kazi. Unajuta na hauna namna ya kutoka. Unaumia na hauna namna ya kutoka. Kuna watu wanalaana. Mtoto wa Kaini anasema baba alilaaniwa, mimi napigwa mara 7, na laana 7. Natembea afa natafuta mchumba. Analaana hizo 7, anatafuta mchumba wa kuoa. Maana yake pia atakayeolewa naye anatakiwa na laana hata 9 ili waendane. Na hauwezi ukaona mtu wa baraka wakati wewe ni wa laana, hata siku moja haijawahi kutokea. Wewe ni wa laana utaolewa na wa laana. Wewe ni wa baraka, kuna wakati kuoa mtu wa laana ni ngumu. Ataondolewa kwenye macho yako unamuona. Kuna muda ni katoto kazuri wewe kwenu ni baraka, utashangaa tu mchumba uliochumbia amechumbiwa na mtu mwingine, siku wameposta wamebeba na kubeba. Unabaki unaumia. Nilimpenda sana, kumbe Mungu amekuondolea tu, akatoke aende huko akakutana na walaana yake.
Akifika kule atajuta kwamba kwa nini nilimwacha handsome boy jamani, kapole kaka kajui kuongea na nini. Kuna mkaka akianza kuongea hata ukiwa umelala anaongea tu. Hata akiwa amesinzia anaongea na wewe. Anaongea mpaka asema yeye jamani, hili ni tatizo. Yaani ni kama ana shida kwenye mfumo wake, hadi anakuota. Ukiamka unashangaa tu mtu anaongea. Unafikiri mchezo. Mimi nitakuja nikuzabe vibao. Kalala kabisa. Bado anaongea na wewe. Bado ana tatizo. Ana shida kwenye mfumo wa nafasi ya kawaida wa maisha ya mwanadamu. Lakini hii ni hali ya kawaida kabisa kwenye nafasi zetu. Tunalaaniwa kwa sababu tunafanya dhambi. Na ni ukweli kwamba kila atendaye dhambi amelaaniwa. Kila atendaye dhambi amelaaniwa, na kila atendaye mema amebarikiwa. Kazi ni kutenda haya tunayoyasema. Ndio maana si jambo jepesi wewe kufanya kitu chochote kuonekana. Kila unachokifanya kina vita yake sawa sawa na ukubwa wa namna ulivyofanya. Kwa hiyo kama ulitengeneza labda ni sadaka yako njema, uliandaa ama ni mfumo fulani wa maisha ya wema, unataka kuishi na watu kwa wema tu, lazima utaumizwa kupitia wema wako. Unanielewa vizuri? Lakini kupitia ule wema ulioufanya, usiache kwa sababu umeumizwa kupitia wema ulioufanya. Sio vizuri. Kwa sababu ukigeuka tu kufanya tofauti, na wewe pale pale unavuna laana. Dhambi haikurudishi, yani haikurudishi ulichopoteza. Dhambi inakunyang'anya tena ulichobaki nacho. Unanielewa vizuri? Kuna kitu kitaondolewa katika nafasi ya kile ambacho tayari kipo. Utakuwa na maisha ya kutangatanga, maisha ya tabu, maisha ya huzuni. Nyie fuatilieni rekodi na historia za familia zenu, mtaelewa nilichowaambia. Unanielewa? Unakuja kukuta mama yako kabla ya kuolewa alizaa kwanza, akazaa tena akazaa ndo akaolewa. Alafu jiangalie na wewe. Umezaa ukazaa na wengine ukazaa ndio ukaoa au ukaolewa. Yaani una mifumo unapitia ambayo ukiangalia sio kwamba eti ni mizuri, ila ni kwa sababu ya matatizo tu. Unanielewa? Baba yako mdogo, baba yako mkubwa, baba yako si wa nani, wana watoto wote. Wana lundo la watoto huko nje kabla ya ndoa. Unajua wanasema binadamu hakosi mapungufu, lakini haya sio mapungufu haya. Sawa? Hii ni dhambi. Hii ni laana. Kuna shida katikati ya nafasi yenu. Ndio maana tunasema tunataka tukiwe na kilicho kizuri kupitia wewe. Unaanza maisha mengine mapya. Hautajikomboa kirahisi kama unavyodhani. Wala hautajitoa katika pini hii kirahisi kama unavyodhani. Gharama yake ni kubwa. Wakati mwingine unahitaji kutulia vizuri na Mungu ili kutengeneza agano jipya. Ndio maana na kusimulia kisa cha Ibrahim, kwamba Mungu aliamua kumtoa kwenye familia ya Tera, kumkalisha peke yake ili kuanzisha familia mpya. Sio jambo jepesi. Ile familia ni familia ya miungu, familia ya shida, familia ya dhambi, familia ya laana. Anatolewa pale, anabadilishwa jina, anabadilishwa kila kitu, anawekwa chini ya mstari mwingine mpya ili aishi maisha mapya. Na Mungu hakumbadilisha Ibrahim tu, alibadilisha pia na Sara jina. Wote, yani mke na mume, wakabadilishiwa nafasi, koo na utaratibu. Wewe si bado uko pale pale eh? Ukijiangalia sio unaona unaishi kama baba mdogo. Unaonaje? Kama baba mdogo, kama shangazi. Unaelewa? Wewe ni wa kuolewa, unaachika, unaolewa tena unaachika, unaolewa, unaachika. Sasa ndio maisha ya kisasa. Sasa tutafanyaje? Unaolewa, unaachika, unaolewa, unaachika. Unajua kuolewa na kuachika, tukisema jamani kila aliyeolewa na kuachika asimame juu, ni aibu, si eti? Tunataka tuwatambue walioolewa na kuachika mara 3. Unasimama. Sema, yani kaka Chazi ni mkorofi. Sasa inamsaidia nini? Nasema usimdanganye Mungu wako, uinuke kama uliolewa mara 3 ama mara 4. Hivi akasimama mtu kaolewa labda mara 5. Hatugeuki. Tunataka tumfahamu. Ukisikia tu kiti kwa unasema ala kumbe yupo. Tunataka tumjue. Hivi ni heshima ama ni dharau? Ukijiangalia ndani tunaona kama dharau. Tukisema wenye ndoa moja wasimame. Wale ambao waliolewa mara moja tu mpaka sasa hawajaolewa tena wasimame. Watasimama haraka sana. Wanajua kama nini heshima cheo. Yaani unafikiri ni mchezo, watu watageuka watu kuwaona, watu watapiga makofi kwa sababu wanajua ni jambo zuri. Waliolewa mara 3 wakaachika. Hii sio ya wema hii. Kuna namna. Basi tu kuna shida katikati ya moyo wako, kuna namna unaona haiko sawa. Eti wanaume ambao walioa wakaacha usimame juu. Hata kama mtumishi wa Mungu hiyo ni mbaya. Unasimama.
Unaweza ukasimama ila ukajidai kuvunga, ila watu wanajua kwamba hili ni tatizo lingine. Kibaya ni kibaya tu na chema ni chema tu. Kwa hiyo kwa wakati wako ama kwa namna yako lazima utambue kwamba kuna kitu Mungu anafikiri kuhusu wewe. Nitakubariki ukikaa na kunisikiliza mimi, na nitakulaani usiponisikiliza mimi. Atoaye laana ni Mungu tu, sio mwanadamu. Kwa nafasi ya matendo na namna unavyotembea utalaaniwa. Umekaa chini ya mstari wa uovu utalaaniwa. Una mambo ya kishirikina utalaaniwa. Maana ushirikina pia ni laana, sio jambo dogo. Yaani kuna mtu ni ana laana ya ushirikina, laana ya uchawi. Mna makombola tu, makombola mengine mafupi, mengine madogo, mengine marefu. Sawa. Ukiingia kanisani tu kama hivi watu wamekaa, unawaloga tu. Unawaloga, unasema hamna nguvu ya Mungu kabisa, ngoja niloge. Unaloga. Utashangaa ma DJ badala waweke nyimbo za kwaya wametufungulia hip hop. Sema isikie hiyo. Watu wamelogwa. Na wewe unaona raha, sema ngoja niwaloge ili wajielewe. Na kuna wakati mwingine umemloga DJ aelewe. Kila kijaribu kuplay unajikuta tu anapenda ile mwanamke. Tatizo gani? Bora tuwekea hizo. Sorry jamani, sio makusudi ya amelogwa. Kuna namna ile kwamba alafu mlozi anajisikia raha. Maana ukiwa uko chini ya laana, yakiwa yanatokea mabaya wewe unajisikia vizuri. Yaani huwezi kusikitika. Unaweza ukamloga mtu akaanguka mbele za watu hadi ngozi kavulika, alafu ukasikia raha sana. Yaani kwako ni furaha tu, yaani kuona mabaya yakitendeka kwako ni raha. Unajua kuona unaloga hadi mume. Yaani kuna namna ukikosa kuloga unaloga tu mume. Loga tu, utajijua mwenyewe. Mume anakuja ameuka, unacheka sana, alafu unamlogoloa sema kumbe na wewe inawezekana. Yaani basi tu ni maisha ya kawaida. Na mloga mume wako anaenda kulala chooni. Lala. Ukifika ukimchungulia sema kwa kweli kumbe uchawi ni fani. Ni kweli kwamba ni mazingira tu ya nafasi yako, ni laana ile. Ni tatizo, na mtu ambaye anaongeza laana haachi kutenda dhambi. Kwa sababu maongezeko ya nafasi ya kile kibaya unachokitenda yatakusogeza mpaka kwenye ubaya mkubwa. Na ndio maana tunasema jiangalie, yale unayoyatenda kwa wengine mara nyingi ndio yale unayotendewa. Na mimi nakubaliana kabisa na wewe. Haujasemwa kama haujasema. Na wewe pia kuna sehemu ulisema. Ijapokuwa ya kwako yamekuuma sana, ila ulisema. So mimi nitakuja niwavuruge. Mpaka akatokea kachezi kuja kutuamua. Mimi nitakuwa nimevuruga mtu. Sasa ukijiangalia mtu mwenyewe, wanaweza kukupiga tu mpini ukazima. Hauna nguvu. Unajilewa unakorofia msuri wenyewe. Huna hata mambo ya judo hujajifunza. Aliyekusema na judo anajua. Ukifika wewe anakukwira kupiga mtama na kupiga tena. Na kukusema amekusema. Wewe ngoja Mungu atakulaani. Jikuta huwezi kuamua. Yaani kumpiga uwezi. Wewe kuna watu wanajua hadi wanakunja nondo. Hadi ukimwangalia yeye mwenyewe anashindwa kukunja wewe. Na kukusema amekusema. Sema acheni kwanza nimpe adabu. Kwani kumsema ndio hadi sasa amepanic. Ngoja nimuongeze. Una uchungu wa kusemwa na uchungu wa kupigwa. Hivyo viwili. Umetembea na kepo. Mbona sio kawaida yake? Unaziba majeraha na maumivu. Ni hali ya kawaida. Kwa sababu ni maisha ambayo tayari yanakupelekea kuwa na shida nyingine kwenye mfumo wa nafasi ya kawaida. Kanisa, ni kweli kabisa kwamba tuna jambo tunataka tufanye. Lakini tunafanya nini? Unapoishi chini ya mstari wa mabaya, wewe ni mbaya pia. Ujifunze kukaa kama mtu mwema. Ndio maana nilikufundisha msamaha. Leo nakufundisha habari ya laana. Ni tukio ambalo litanyang'anya kila ulicho nacho. Kaini alilaaniwa baada ya kumuua Habili. Akamwambia Mungu, laana au adhabu unayonipa ni kubwa. Mungu akamwambia, nimeweka kivuli au nimeweka alama katika upaji la uso wako. Kila atakaye kuona atakuogopa. Lakini utateseka. Analaana yule baba. Ndio maana watoto wake wasema baba alikula hilo moja. Sisi tumezabwa mara 7, tuna laana 7. Na tunatangaza kutafuta mchumba, tuna laana. Kwa hiyo mchumba anayekuja pale naye ni laana. Bonge la laana, unajua kabisa unayemuoa ni zaidi ya wewe.
na ni mazingira ya kawaida, na hiki ni kitu cha kawaida kabisa. Fuatilia historia hizi za koo zenu pia, fuatilieni namna mnavyooa, wanavyooa, wanavyoolewa. Hutakuja kupata mtu wa baraka kwenye maisha yako kama wewe ni walana. Hutakuja kupata hicho kitu, Mungu afanyagi. Lazima umuone walana. Hata tukikushauri olewa na wewe unasema moyo huko huko. Moyo huko huko. Wewe huyu atakutesa, mimi nimezimia huku. Huku siko. Wewe mbona huyu kaka ni mpole tu? Mimi nataka huyu walana, sitaki huyu. Poa. Sisi hatutasema mengi, unaolewa naye. Hapa na hapa anakuloga, unakuwa kama kuku mwenye kideli, baadaye anakuzindulua. Anakuloga tena. Mwe. Yaani ndio mtu uliyemchagua mpaka unakuja kufa utakuwa chini yake. Ndio mtu ambaye umemuoa. Kuna watu wamekabidhiwa mikoba bado wadogo. Unaelewa eh? Anakaa mkoba bado yuko mdogo. Anaamuru anachokitaka. Kuanzia sasa ninakuamuru wewe mwanaume unayenioa. Unanielewa? Utakuwa unanibeba kila siku kitandani. Yaani unalala chini, mimi nalala juu. Unaelewa? Anaamua kukupiga tu uchawi. Sawa? Utakuwa mtumwa wangu kuanzia leo. Kwa hiyo ukishaingia tu umemuoa au uiti tena mke, unasema Malkia, unakuwa mtumwa. Basi watu wana uchawi, wana mazingira hayo, na ndio uliyemuoa. Hata kwenu uchawi upo. Mazingira yenu ni hayo, melaaniwa nyie. Na kila mnachokitafuta hamtaona furaha nacho wala amani nacho. Unanielewa vizuri? Ni kweli kwamba kwenye familia kuivunja rekodi ni kazi ngumu. Sio kitu kidogo kama tunavyodhani. Ndio maana unaona watu wanazidi kuhangaika. Kama haijatokea neema ya Mungu ni ngumu. Unaelewa? Fuatilia hizi rekodi utaona. Mimi sisemi kitu ambacho sijakifanyia utafiti, nina uhakika nacho, na ndio sauti ya Mungu inavyoniambia. Ni ukweli. Yaani utoke tu hapa olewa na mkaka fulani wa heshima, sawa? Kwake labda ni maisha mazuri, Mungu amembariki, ana maisha labda ya mafanikio, ana amani moyoni, anajua kubeba, anajua kubebisha. Sio wewe. Wewe ni wakuolewa na yule ambaye hajui kusema hata baby, muda wote ni mitama, kifika pale makofi. Huyo ndio mtu wako. Mara mmepishana kama wote maninja. Wewe ukiingilia kwa ikatokea huko. Hadi watoto walikuwa muda mwingine wanawashangaa kama wanawasama. Yaani kuna namna wanashangaa. Haya maisha gani ya baba na mama? Na wenyewe wanafuta ile laana jinsi wanavyowaona. Baba alimpiga mama ngumi mama jicho, mama akasema unijue, piga jino likatoka. Ni mkono yaani watoto wenyewe ukifika pale ukakuta wameshika nondo. Watoto wa familia wana hasira, mwingine kashika mpini. Ni maisha ya kawaida, hakuna amani kwao. Hakuna furaha. Kaka hivi tunakuja kukutana na kitu kama hicho. Kuna familia ukutana na watoto wanapigana, huwezi kuamua. Mpaka aje baba na mama. Maana wanajuaga uamuzi wao unakuaje. Maana katoto kameshika kisu, kamekasirika. Ni hali ya kawaida na ndio maisha ya kawaida tunaoishi nayo. Sasa kaka kipata mchumba kamekuja kuoa kwenu, unasikia nini kwenye nafsi yako? Ni kweli kwamba mtu aliyelaaniwa anamuona mtu wa laana, na mtu wa baraka anamuona mtu wa baraka. Ukikosea njia, kuna muda mwingine unajikuta ule uliyemchumbia ameondolewa tu, maana hakuwa sehemu yako. Kwa hiyo tunaangalia nafasi ya kile ambacho kinafanyika kwa damu ile ya Kaini aliyoifanya kwa Habili. Aliteseka. Utaishi maisha ya mateso miaka yako yote. Utalima ardhi haitakupa chakula, na kila unakoenda watakukataa. Kuna mtu hapa yupo anataka tu akubaliwe. Kila ukifika ukuta watu wamekaa na unasikia tu, "Aya jamaa, baadaye." Na mwingine, fresh hamna noma, na mimi bado tutaonana baadaye. Unajikuta umebaki umekaa peke yako. Sema hivi hawa wananichukuliaje labda mimi? Lakini ndio hivi wameondoka tayari. Huna raha, huna amani, huna furaha. Kuna mtu utamshirikisha mawazo yako, badala ya kushauri atakuzunguka nyuma, atakusema. Yaani wewe kwako kila unachotenda hakionekani kwa wema, kinaonekana kwa ubaya. Utafika sehemu utasema Mungu nichukue, Mungu atakwambia mimi siwezi kukuchukua. Na kupeleka wapi? Kaa tu huko duniani kwanza, uendelee kula laana mpaka pale ambapo utaishi kwenye maisha yale ambayo tayari hapo. Anaondoka analisi mtu mwingine nafasi yako. Kuna jinsi Yesu alikuja kuteseka kwa ajili ya kile tulichokifanya sisi. Ndio yale masaa ya yeye kupata mateso. Masaa matatu ya giza nene.
Unajua nimekwambia huu ni ukweli. Yesu alilaaniwa. Unaelewa? Alilaaniwa, aliibeba laana kwa ajili yetu sisi. Sio mtu wa kusingiziwa yule. Yule sio mtu wa kumnyoshia kidole. Huwezi kunyosha kidole mbele yake. Huwezi. Malaika wenyewe wanaanguka, wanatupa taji zao. Wewe nani? Lakini alikubali yako maisha ya kusimangwa, kusemwa. Alinyanyasika, alipata shida kwa muda. Kaka, hivi unaelewa eh? Kuna muda alipata shida kwa muda. Aliishi, lakini kwa kuwa yeye hakujua kutenda yale, hakuwahi kutenda kabisa. Yaani ni ngumu kumkuta mtu wa baraka anasema tu ulani, ni ngumu sana. Ili nasema tu kwa nafasi ya kila mmoja, kwa nafasi yetu. Huwezi kutana na mtumishi wa Mungu perfect, yuko 100% anasimama mbele ya umati wa watu anasema na laani. Haiwezi kuonekana. Huwezi kutana na kitu kama hicho, haijawahi kutokea. Mtumishi wa Mungu yoyote, hata kama ni kwa tendo kubwa la namna gani ulilotendewa, huwezi kulaani. Ukiwa unaelewa Mungu unayemtumikia, kwa sababu laana sio sehemu yako. Ukiona umesimama mbele, yule mtumishi amesimama, ni sijui ni baba nani, sijui ni baba mchungaji, sijui ni baba askofu, sijui ni baba nani, sijui anasema na laani. Nyie wote ni walaana, wote. Wote, mfumo mzima wa nafasi yenu ni laana. Hakuna baraka pale. Mara laana ni cheni, inazunguka hivi. Inatembea, ni zaidi ya mnyororo. Kadiri inavyouma meno ndivyo inavyosogea. Kwa hiyo inawezekana ukazunguka ukafika sehemu ukakurudia. Tayari usilaani, usije ukalaaniwa. Ni maandiko yanasema kwenye Mathayo. Usiwaseme wengine nawe hautasema. Wewe nani unayewalaani wengine? Nani wewe? Kwa hiyo ni sehemu ambayo haipo kwenye mfumo. Ndio maana tunasema aliyelaaniwa utamjua tu kwa nafasi fulani. Ni kweli kwamba kuna mazingira tunayo. Mwolewa na mbaba, sawa, hajui kukupenda. Leo yuko na mwanamke huyu, kesho yuko na huyu, kesho kutoa yuko na huyu, kesho kutoa na huyu, kesho kutoa yuko na huyu. Siku amekufa unasikia tu watoto wanavyotokea. Mara wametokea hawa, wanasema huyu ni baba yetu. Wamekuja na hawa, huyu ni baba yetu na sisi tunataka ulisi. Wamekuja na huyu ni baba yetu na sisi tunataka ulisi. Yaani ni vurugu kwenye msiba. Mazingira haya yanaweza kukupa shida sana kwenye mfumo wako. Tafakari ujumbe huu asubuhi leo. Tafakari. Fikiri ni kwa namna gani unataka kubadilisha rekodi. Unaweza kubadili, kupindua vitu ambavyo vilifanywa nyuma, ukavifanya wewe kuwa tofauti na namna vilivyofanyika. Uliishi kwa kukataliwa tokea ukiwa mdogo. Utaishi kwa kutengeneza mazingira ya kukataa watu. Mpaka lini? Lakini unaweza kuibadili rekodi hii ya mazingira haya kwa sehemu tofauti na kile ambacho unadhani. Mtu wa Mungu, kweli kama wewe ni mtu wa Mungu kabisa, kubali hiki ninachosema. Badili mfumo na mtazamo. Usiishi kwa sababu kuna mtu amekutenda. Usije kuishi kwenye mfumo wa mtu mwingine. Acha, kwa sababu sio sehemu yako. Kuna muda unafanyiwa ubaya mpaka unachoka. Yesu alianguka na msalaba mara 3 Kuna muda unachoka. Kaka, unachoka kufanyiwa ubaya. Unaona kabisa sana mimi nitalipa. Nikilipa nalipa pakubwa. Kwa maana kwa hili nililotendewa naona kabisa siwezi kuinuka. Lakini ukichoka mwambie Mungu nipe nguvu niinuke. Inuka bila kuongea, uendelee mbele. Sio kwamba anayekuonea anajifaidisha sana. Usiishi kwa kuangalia kwamba labda nimrudishie, nitamtengeneza au nitamtesa. Yeye anaweza asisikie maumivu kwa sababu anajua alichokitenda. Kwa hiyo usitake, inuka, uendelee mbele. Jamani, nyie si mnasema mnataka muingie kwenye nchi mpya? Ile nchi mpya ni ngumu kuingia. Niseme tu ukweli, ni ngumu. Wataingia waliojikana. Ni ngumu. Hadi hapa kuna mtu atakufanyia kwa makusudi. Ukimlipa na umekuwa makusudi. Sema, mimi kanisa nataka nihame kwa sababu mfumo wa umi unanishinda. Hama tu. Lakini huu ndio ukweli na uzungumza. Naelewa? Niende nikakutana na wale wa kwenye majudo. Mtu akikusema tu unampa kofi unamtenga. Ni sawa. Ukiona kuna mtu anaingia kanisa, mimi niseme tu ukweli kaka. Amekuja mtu labda ama akatuongoza watu, aliyetuongoza wakakubali wakazini. Si wote wako sawa. Usiseme eti alikuja yeye ni mharibifu. Amepata wa kumsupport. Kwa hiyo huwezi kumwangalia kama yeye ni dhaifu. Hapana. Watu wenye nguvu wana nguvu. Lije likaaba libaba linapenda tu wake za watu, akaja mke wa mtu akakubali eti unasema ni yeye.
Yeye alimbaka, si maana yake waliongea. Sasa kama waliongea unamsingizia nini? Si maana yake ni vitu ambavyo tayari vipo. Ni mambo yaliyokuwepo, vitu vimetokea. Unanielewa vizuri? Ni jambo limetokea. Amekuja mtu ametongoza mke sio mchungaji, sema ametongoza mke wa mwinjilisti, una mke wa mwinjilisti amekubali. Sasa unaona ajabu gani? Hawa wote wanazinaa. Ni tatizo, sio yule aliyekuja. Wote ni shida. Watu wanapenda kila kitu kimetokea. Hakitokei peke yake. Kama amekuja akatongoza, sasa tuna time naye. Kuna mtu anayemjali hata aondoka tu. Wanakujaga sana. Wanasema nataka niangalie wa kutafuna. Kuna mtu anasema ukipenda yani walokole ndio wanaopenda zinaa sana kuliko watu wengine. Kwa hiyo ukiingia unajifanya tu mlokole. Yani mla ukosi. Utasikia tu kaka katika jina la Yesu umebeba. Yani ndio ilivyo. Kuna mazingira tu unayatazama. Mtu ametoka alikotoka, kama amekuja kusali atakaa na kusali. Na wewe uliyekuja kusali, umwangalie Mungu unayesali. Mimi sina muda wa kukulinda. Unanielewa vizuri? Yaani mimi sina muda wa kukuchunga, mimi nakuombea tu. Na udhaifu huu unaweza kuingia mahali popote kwa mtu yoyote kwa sababu zozote. Lakini siamini kwamba aliyekutongoza ni dhaifu sana kuliko wewe uliyemkubalia. Siamini. Na naamini pia wewe uliyekubali ni dhaifu sana kuliko yeye. Aje tu mwaje vipi? Tunajuana sana. Vipi? Hapa na hapa mala vipi? Ni kweli kwamba mazingira ya dhambi yanaanza na hatua. Si ndivyo ilivyo? Kwa hiyo ukaribu wako utakusababisha hatua nyingine mbaya. Unamhitaji mtu wa mtu nyumbani kwako, unajua kabisa mume wako hayupo. Unakaa naye usiku wa saa 5 saa 6. Unataka nini? Si maana yake kuna kitu unataka wewe. Ndio maana yake. Kaja mtu ni mgeni, haya, kaja kwako, mtumishi wa Mungu. Tuombe, mmeomba mara saa 4. Ya kuzungumza, hamwezi kuzungumza kesho. Kuna vitu vinaonekana kwenye mfumo. Unajua anasema hisia za mabaya zinaanza na hatua, zina step zake. Unaelewa? Kwa hiyo huwezi kukataa kitu kama hiki. Nisikia watu wanasema mara makanisa mengine wanasema eti wameweka sheria wakimkuta binti anatembea na mwanaume ni bakola. Wengine sijui eti wanakutenga, lakini haisaidii bado. Mtu anatakiwa kuelewa yeye ni nani. Yaani hii ya kukutenga, ya kukuacha na kukutelekeza haikusaidii bado. Sio dawa. Bado hauponi. Mtawatenga wangapi? Ni sawa na tunavyowaua majambazi. Unaelewa? Bado hatuwasaidii. Kuna kitu cha kusaidia kwenye mfumo huu ambayo inawezekana mgunduzi bado hajazaliwa. Unanielewa? Na mtu aliyelaaniwa huwa anaongeza laana, aongezi baraka. Utachuma laana kwa laana nyingine. Na ndio maana unafika sehemu unatazama tu mtazamo wa kile ambacho unakiangalia wewe, kama unagundua pana shida kwenye jambo unalolitenda. Kanisa, tuko pamoja? Kuna tatizo kwenye mfumo wa kawaida wa maisha ya mwanadamu. Laana ni kitu kibaya sana. Ni kitu ambacho kinaweza kuondoa neema yako na nguvu yako. Unanielewa? Kwa hiyo wewe utasababisha tu mwenyewe. Unasababisha kwa nafasi yako. Rafiki yangu mmoja alioa. Baada ya mazingira fulani akawa amesafiri. Siku anarudi akarudi bila taarifa mpaka nyumbani kwake. Alipofika pale nyumbani kwake, anaingia ndani bila hodi, anakuta mke wake amelala na mwanaume mwingine kitandani. Tukio ni kubwa. Eti ni wewe umerudi tu msurprise. Uliye msurprise yuko na mtu mwingine anamsurprise. Maana tuna surprise yana, si ndivyo? Kuna kitu kipya kinaingia. Akaanguka akazimia. Baada ya muda akaja akazinduka, yuko hospitali. Akakumbuka alichofanyiwa. Kila akikumbuka hataki kuachia. Kuna matukio ni magumu sana kwenye maisha ya mwanadamu kuyabeba. Pale unapokuwa umemwamini mtu kwa 100%, ukiamini hawezi kukufanyia kabisa ambacho unahisi kinatakiwa kufanyika. Kuna watu hauwezi kuweka kwenye rekodi kwamba huyu hawezi kunisema. Yaani vyovyote hawezi. Kuna mtu umemweka huyu hawezi kunisaliti. Vyovyote umemkuta ndio anakusaliti. Lazima uanguke uzimie. Unajipanga upya. Lakini baada ya kuzinduka akasema nataka kwenda nyumbani.
Alipofika pale akaangalia watoto wake, akasema mimi ninawapenda watoto wangu, inatosha. Akakaa na yule mwanamke akamwambia, naomba uniambie ukweli, nina watoto wangapi na wewe? Yule mdada akajiumauma, lakini baadaye akasema ni kweli kwamba huyu sio wa kwako, wa kwako ni huyu hapa, na huyu pia sio wa kwako, huyu ni yule baba ulionikuta naye ndani, ndio huyu hapa. Huyu ni wa mwingine, huyu ni wa kwako wewe. Jamaa akasema nashukuru kwa taarifa ambazo umenipa. Akamwambia, msimamo na mtazamo wako ni upi kuhusu mimi? Wewe kwa sababu naamini kwa 100% haunipendi, unataka nini kutoka kwangu? Yule mdada akasema mimi nakupenda. Akasema usinidanganye, niambie ukweli, kwa sababu kama umefika hatua ya kulala na mtu mwingine, ni lazima kuna kitu hakiko pamoja na mimi ndani yako. Tusipotezeane muda, nipe nafasi, nipe nikusikie, unataka nini? Inawezekana labda ni mali, ni nyumba, ama ni nini, sema tu, usiogope. Yule mama akafunguka akasema, ni kweli mimi niliolewa nawe kwa sababu ya shida tu, lakini sijawahi kukupenda kabisa. Kwa hiyo sina ambacho ninacho kuhusiana na wewe. Eti ulimwamini 100%, ukajua huyu ndio kwako. Niseme tu, unajua nimekuwa saizi nawapa tafakari kubwa ila nakuandaa tu. Nimesema usione nasikiliza kama unapoteza muda. Tunaweza tukaongelea mada leo asubuhi, kabla hatujafika kwenye kipindi cha Uwezo wa Bwana, katokea mada ikakulipa, usiache kuja kusali. Sasa njoo tutembee pamoja. Kuna mambo kwenye maisha yako duniani. Sema kaka Chese ana mifano mizito, beba tu meza. Kweli yule mama akamwambia, mimi nilikuja kwako kimaslahi tu. Akamwambia basi haina shida, kwa sababu ni kimaslahi, mimi nilikuoa nikiwa nakupenda, na kwa sababu unaniambia mtoto ni huyu mmoja, mimi nitakupa gharama za watoto hawa wote, utawahudumia. Nitakuachia nyumba na kila kilichopo ndani humu, nitaenda kukaa sehemu nyingine, lakini pia nitakuacha na wewe mwanaume unayempenda, utakaa naye. Unanielewa vizuri? Na nitafanya kila kitu, lakini pia ukikosa au ukataka msaada kupitia mimi, usisite kuniambia. Jamaa akakusanya begi lake, akaondoka na nguo zake, akaenda kupanga nyumba nyingine. Moyoni mwake akasema, sitaoa tena kwa sababu nikushaoa, nitakaa mwenyewe. Naomba Mungu nipe uvumilivu na ustahimilivu nishinde. Vita yako ni yako mwenyewe, lazima utumie akili kuamua. Ukipaniki utaharibu hata hawa watoto, lakini watoto wanajua nini? Hawajui kitu, si ndivyo? Wapo tu. Katika wale una mmoja tu. Huwezi kumpenda kwa sababu haka kadogo kalimpenda sana kuliko hata kale kwake. Akizani kwake, kumbe hamna. Kana baba mwingine ndio yule alimkuta, walimsurprise. Kuna kesi kwenye maisha ni ngumu kuamua. Niseme tu kwa dakika chache jamaa akawa ameondoka. Mungu alimbariki kwa sababu ni kweli aliacha kila kitu. Kwa sababu huyu dada aliolewa kwa kimaslahi. Yeye alichokuwa na target pale ni mali. Jamaa alimwachia. Lakini laana ni kitu kibaya sana. Ni kile ambacho kinaweza kuchukua kwa muda. Jamaa akakaa, baada ya miaka 5 akafa. Huyo jamaa hatuko naye, alishafariki. Ni mtu ambaye alimhudumia yule binti kwa sababu alimpenda kutoka moyoni na alimhudumia. Baadaye huyu mama ambaye ameolewa na huyu jamaa akasikia yule baba amefariki. Lakini tayari alikuwa ameshaandaa mazingira mazuri kwa hawa watoto wote watatu. Unanielewa vizuri? Mziki ukabaki huku kwenye nyumba. Kwa sababu pamoja na habari kwamba aliolewa na huyu mwingine ambaye alisema alikuwa anampenda, bado jamaa alikuwa hawezi kufanya kazi. Hawezi kumpa anachotakiwa kumpa. Mazingira yakawa magumu. Hakuna historia ya maisha ambayo inaweza ikaendeshwa bila pesa. Tunaamini kwamba pesa ni kila kitu kwenye nafasi, lakini ni kwenye maisha ya mwili, si ndivyo? Jamaa akawa amekufa. Nisimalizie story, nitamalizia mchana, maana muda umeisha. Muda umeisha sasa. Lakini niseme tu kwamba kuna hali inaweza ikakutokea hata wewe, ikakupa shida kuiamua. Yaani mimi mke wangu asitembee na mtu mwingine. Jamani, mimi sijui nitaua, si nitakufa, yani hata sielewi. Pale unapojenga 100% uaminifu na kitu, unapoona tofauti na uaminifu wako, lazima kuna kitu kitatokea. Ni ngumu kukibeba. Inawezekana yakachukua miaka mingi bado haujaweza kukibeba. Lakini nimesema hivi, jaribu sana kushindana na hali ambayo inakutesa, pale ambapo unakuwa hauko sawa. Kuna jambo linaweza likakutokea
ukawa ule ndio mlango wa kufanya wewe kuishi maisha ambayo unaishi leo. Maana maisha unayoishi leo haya yamesababishwa na jambo fulani, ndio maana uko hivyo. Ni mazuri ama ni mabaya, yana chanzo, ndio maana uko hivi. Sawa? Hiki kisa tusikimalizie, tukiachia hapa kwanza. Habari ya mateso ya huyu mama baada ya kuanza kuteseka baadaye na nini kilikuja kutokea. Tuache kwanza. Maana inawezekana ukajua unamfanyia mwenzako ni vizuri, hujui. Yaani ni kweli kwamba ni familia ya laana. Walitoka kwenye laana. Kwa hiyo ni hiki kizuri Mungu aliwapa akipo. Unajua ni kubebishwa, hujazoea. Umezoea kukandwa. Kuna vitu unaona kabisa kwamba yani basi. Kwa hiyo choko. Sasa huyu uliyempata hajui kukukanda. Imebidi akupishe kuletewa kukukanda sasa. Anakupiga mpaka sura inahama. Tukikwambia hivi, sema ni bahati mbaya tu nilianguka. Ulianguka sura ikahamia huko, yaani kuanguka mweleka gani huo? Na kuna watu wanalaana ya kukanda. Nani akikukanda na kukanda wiki mbili hujisikii vizuri. Yaani unainuka unachechemea. Na baada ya mkando wa kesho inabidi tupate nafuu. Unakandwa mpaka unazimia. Tukikupeleka sasa tukikurudisha, wanakukanda tena. Hujazoea. Lakini ni mazingira ya kawaida jamani. Mungu akutie nguvu tu, lakini natamani kusikia tafakari yako wakati wako pia. Natamani kuona Mungu anakupa hatua katika hichi ambacho nimekufundisha asubuhi. Jitahidi kubaki kwenye nafasi yako, kama ni mtu mwema, kuwa mtu mwema, kama ni mtu mbaya, endelea sana kuwa mbaya, kwa sababu najua haujamkomoa mtu mwema. Mimi nishasema mimi sizuii hata watu wabaya kuingia, waingie tu kwa sababu watavuna wabaya wenzao, lakini walio wema watabaki tu. Ninaamini kwa 100%. Ndivyo ninavyoamini mimi. Huyo mbaya akija atakuja atavuna wa kwake, time zake ataenda, ila walio wema watasimama. Amen. Sawa? Na hauwezi ukawajua watu wema kwa wema tu, lazima na wabaya waingie tu wajue wema. Kwa hiyo ni vizuri kabisa kwa nafasi ya kila kinachoendelea. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu. Amen.